Je, Wakenya wanaongea lugha moja ambayo viongozi bado hawajaisikia? Manake wakati serikali ikitangaza vita dhidi ya Gunism, video zingine zinaendelea kusambaa zikionyesha hasira za wananchi zikibadilika kuwa mjadala mkubwa wa kisiasa kuelekea mwaka 2027. Karibu sana hapa Mizuka Media. Leo hatuangalii video moja tu, bali tutaziunganisha video 5 ambazo zimezua mjadala mkubwa nchini Kenya. Kuanzia kauli ya Rais William Ruto kuhusu Gunism, majibu kutoka kwa viongozi wa kisiasa, hasira za wananchi wa Kiambu, mjadala kuhusu Edwin Sifuna, hadi kauli mpya ya Rigathi Gachagua kuhusu kile alichokiita Operation Fagia. Je, haya ni matukio tofauti au yote yanaonyesha jambo moja ambalo linaendelea kubadilika nchini Kenya? Tuanzie hapa. Rais William Ruto alizungumza kwa msisitizo kuhusu swala la Gunism. Katika hotuba yake alisema serikali yake haitaruhusu makundi ya wauni kuvuruga amani ya wananchi na kwamba hatua kali zitachukuliwa kuhakikisha Kenya inabaki salama. Kauli hiyo ilianza kusambaa kwa kasi mitandaoni. Nasema ya kwamba kuna watu walikuwa wanatetea guns. Sasa tumekubaliana sisi wote, hata hiyo mambo ya guns tutazima. Kenya lazima iwe ni nchi yenye iko na amani na kila Mkenya ataendesha biashara yake bila amefanya. Vile tulimalizana na terrorists, tukamalizana na cattle rustlers, tukamalizana na criminals ambao walikuwa wanaharibu mali ya wa Kenya, pia tutamalizana na hawa guns. Kila Mkenya aweze kufanya biashara yake, aweze kufanya siasa yake, aweze kufanya maendeleo yake bila ya kusumbuliwa na mambo ya ukosefu wa usalama. And I have confidence in our police service that they will deliver on their mandate to make sure that our country is secure. Lakini muda mfupi baadaye, kama kawaida, wakosoaji wa serikali nao wakaanza kujibu, na hapa ndipo video ya pili ikaingia kwenye mjadala. Senator John Medhu alipinga kauli hiyo ya Rais William Ruto. Katika kauli yake alisema haiwezekani serikali kutangaza vita dhidi ya Gunism, huku akimtuhumu Waziri Kipchumba Murkomen kuwa ndiye anayehusishwa na uongozi wa Gunism nchini. Hayo ni madai yaliyotolewa na Medhu, huku serikali ikikataa madai hayo. Kauli hiyo imeendelea kujadiliwa mitandaoni, huku baadhi ya watu wakiunga mkono na wengine wakipinga. Sema sasa anataka kupigana na guns ambao wametuletea shida kama hii. Na hawa sio guns wa kawaida. Hawa ni guns wanaitwa police guns. Mimi nataka nimwambie William Ruto, there is no way as president of the republic unaweza kusimama na utueleze utamaliza hii shida ya guns wakati one of the senior most politicians around, actually in the highest decision-making organ of the Republic, the Cabinet of the Republic of Kenya, there sits a Cabinet Secretary for Guns and Coordination of National Terror. Hiyo ni uongo. Kama unataka tuamini, unataka kupigana na guns, utaanzia na Murkomen. Kama hujatoa Nesmas Kipchumba Murkomen, tunajua hakuna siku hata moja utakuwa unataka kuondoa hawa guns, kwa sababu yeye ndiye waziri wa wahuni. Lakini wakati viongozi wakibadilishana maneno, ground nayo ilikuwa na ujumbe wake. Katika kaunti ya Kiambu huko Ruiru, wananchi walionekana wakimkabili MCA wao. Walitaka matatizo ya mifereji ya maji yashughulikiwe badala ya ahadi mpya. Wengine walikataa kupokea vifaranga vya kuku walivyopewa na serikali ya kaunti. Badala yake wakaanza kusikika wakipaza sauti za one term. Kwao ujumbe ulikuwa wazi, wanataka maendeleo wanayoweza kuyaona katika maisha yao ya kila siku. Video hiyo ilisambaa sana mitandaoni na kuzua mijadala mingi kuhusu hisia za baadhi ya wananchi kuelekea uchaguzi ujao. Na mimi nimefuatilia na imekosa kufanyika. Sikiza. Wewe kama MCA wewe unataka nani maswali? Wewe ukikuuliza maswali wewe unataka nani? No, of course napeleka kwa executive. Enda mwambie sasa hatutaki kuku, tunataka hii barabara. Hatutaki kuku. Na mmeelewa role ya county government. Na pia role yenu mko na? Sasa nataka tuulizane hapa. Tuambiane. Tunapatiana muda upi? Kama hii mitaro haitatengenezwa, tuandamane saa tukienda Kiambu.
kama tuelewani. Madam, mimi nimesema hata nikitaka mimi siwezi tengeneza mtaro sababu sina pesa. Pesa iko na na mimi nimepitisha budget. Hapo tunaelewana. Haya, sikizeni niwaambie. Kwanza mjue mambo ya hii mitaro. Hii mitaro sio hapa tu. Hebu sikizeni. Hapo fikiria madam. Hapo fikiria toka tuiguane. Ndio kuelewa. Ninakufeel. Unaona hii mtaro kwenda mpaka kule juu imekwama. Ukienda nyuma ya Githongori mtaro pia imekwama. Ukienda bondeni mtaro imekwama. Ukienda Josawa mtaro imekwama. Ukienda kwa reli mtaro imekwama. Hata ile ambayo imekamilika ya pale matopeni, matope imeachwa kwa barabara. Na hiyo vita yote ni MC analetewa. Kwa hivyo mimi nataka tukubaliane na nyinyi. Sisi ni mahasara, hatuna kazi. Hii kazi tunazafanya. Kazi tutafanya. Tunabadili kazi. Tutafanya. Lakini wakati hayo yakitokea, video nyingine pia ilikuwa ikizungumziwa sana. Baada ya taarifa kusambaa kwamba paybill ya Edwin Sifuna ilikuwa imefungwa, mjadala mkubwa ulizuka mitandaoni. Katika video hii, Mkenya mmoja alionyesha hasira zake, anadai hatua hiyo ilikuwa imechukuliwa kutokana na maagizo kutoka juu, ingawa madai hayo hayajathibitishwa rasmi. Kwa maoni yake, alihisi kuwa kuna watu wanaotaka kuzima juhudi za kisiasa zinazohusishwa na Edwin Sifuna. Kauli hiyo pia iligawa Wakenya mitandaoni. Chinga yenye iko hii Kenya na orders from above. Paybill ya Edwin Sifuna wamefunga na Safaricom. Na hata Safaricom tunaweza amua twende kwa Airtel kama wakati wa Raila Amolo Odinga. Kwa sababu si lazima hata tutumie Safaricom, tuko na Airtel money. Kwa nini Safaricom wafungie paybill ya mwananchi? Tunataka kusupport Sifuna. We want to change this nation through Sifuna. Alafu nyinyi orders from above mnasema mnafunga. Hata sisi tunaweza amua tusitumie hiyo paybill yenu ya Safaricom. Safaricom mkiendelea kuwa na ujinga, sisi hata tutaamua wa Kenya, because we believe in Sifuna and millions of us tuko nyuma ya Sifuna, na ukishika Sifuna umeshika sisi. Lakini huku mjadala ukiendelea, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua naye amesema amekutana na viongozi na wananchi wa Mlima Kenya. Kulingana na yeye, anasema wamekubaliana kuanzisha kile alichokiita Operation Fagia. Alisema lengo ni kuwaondoa viongozi wa UDA na washirika wa Rais William Ruto katika ngazi mbalimbali za uongozi, kuanzia MCA, wabunge, magavana hadi uchaguzi wa rais. Kauli hiyo imeendelea kujadiliwa huku ikiwa sehemu ya mjadala mpana kuhusu siasa za kuelekea mwaka 2027. Na mimi niseme hapa Mlimani tutakuwa na Operation Fagia, si ndio? Ya kufagia wasaliti wote, watu ya UDA na watu ya Ruto, kuanzia MCA, MP, Senator, Governor, Women Rep mpaka President. Na hapa Mlimani tumekubaliana na jamii, watu wote watachaguliwa, viti yote 6 ni chama ya DCP. Kutoka hapo nimeingia kwa Wamasai, wote wako DCP pamoja na Nairobi. Alafu mimi nitaenda kutafuta marafiki huko magharibi na kila pahali. Lakini sisi tutajipanga ndani ya chama yetu. Tulipata shida kwa kwenda harusi na gari ya mtu mwingine. Kufika kwa mtu akatuambia tushuke, tukawachwa kwa mataa. Sasa tumejipanga na gari yetu ya DCP. This is the party of the moment. And there will be a wave that has not been witnessed in this region since 1992. Na kura yetu, tutapiga kura ile inaitagwa ya fujo. Kura ya kufukuza mtu, sio ya kuchagua mtu. Na hiyo kura ni tamu sana, si ndio? Ni tamu, si tamu? Wangapi wataamuka saa 9 kufukuza William Ruto? Ukiziangalia video hizi zote kwa pamoja, utaona zinazungumzia jambo moja, kwamba kuna mjadala unaoendelea kuhusu uongozi, uwajibikaji, maendeleo na mwelekeo wa siasa nchini Kenya. Swali kubwa sasa ni je, hizi ni hasira za muda mfupi au ni ishara ya mabadiliko ya kisiasa yanayojengeka kuelekea uchaguzi ujao? Hilo ni swali ambalo muda ndio utalijibu. Ruto
Alisema hana pesa, wacha sasa tukupea kijana wetu pesa. Unasema umeshika pay bill kabisa? Ataenda kwa hiyo pila tishu Ruto. Umeshika pay bill? Sinakwambia. Ambia watu wasikie pay bill ni? Pay bill ni 33049. Account. Edwin Sifuna. Yes. Sasa. Na umeweka mara ngapi sasa hii? Mara 2. Na uko Kakamega town. Amina Robo town. Anasema tu 10 bob. Unaitwa nani? Dr. John Isai. Daktari? Yeah. Ndio unajipiga vipi? Ndio kitu yeye anaongea. Ni mbaya. Hapana, hii daktari ndio mbaya. Lakini sasa nataka kusikia kutoka kwako, ni video ipi kati ya hizi 5 imekushangaza zaidi, na unafikiri ujumbe mkubwa ambao Wakenya wanatuma kwa viongozi wao ni upi? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. My people, Safaricom, hiyo pay bill ya Linda Mwananchi irudishwe tafadhali. It was from someone's heart kutoa 50 bob yake, 100 yake to support team Linda Mwananchi. Hawakuforce Mkenya yeyote atoe pesa. Ni ile wewe kujitolea, let's support Sifuna on this. Alafu yani munafunga pay bill. What a shame. At orders from above. Sasa tumeamini that Sifuna anapea wengi wenu sleepless nights. Aluta. Na bado tujaanza. Ulisema utaki kura zetu. Kura zetu ni za watu wa Isukuti. Sasa wewe unapewa kura zingine. Sisi tunataka tumalize kukula twende tucheze Isukuti. Nikimaliza hapa twende tupigie kura Sifuna. Na yeye ni nini? Na yeye ni one tap. Very good. Mafala sana. Yaani unatuambia ati tusifanye affordable housing kwa sababu kuku haiwezi kupelekwa 17th floor. Yaani mnatubeba ufala kiasi gani my friends? Mimi niliwaeleza kuna watu hawana akili.